Mchezo tuko na Yusuf JR anakuja kuzungumza la kimichezo baada ya mchezo wa Young Africans na Coastal Union kumalizika, Yanga akishinda bao 3-1. Mchezo ulikuwa mgumu kwa namna gani kwa Coastal, lakini pia mrahisi kwa namna gani kwa Young Africans? Kwanza mchezo ulikuwa wa upande mmoja kwa maana ya Young Africans, kwa sababu ukitazama namna ambavyo Yanga ameingia kwenye mchezo wa leo, kwa muda mwingi sana amefanya kila kitu kwa asilimia kubwa sana. Zaidi utaangalia namna ambavyo Coastal waliingia kwa kuheshimu Young Africans, kwa sababu walikuwa wanajua aina ya timu ambayo anakwenda kukutana nayo, endapo watafanya makosa wataadhibiwa, na ndicho ambacho kimetokea. Nadhani quality ndio imekwenda kuamua mchezo, namna ambavyo Yanga ameanza, aina ya wachezaji ambao wameanza, machaguo ya kocha yalikuwa sahihi kulingana na kile ambacho alikuwa anakihitaji. Tazama dakika 45 zinatamatika, tayari Yanga ana mabao mawili, lakini muda huo Coastal hajapiga shuti on target hata moja, maana yake sio kwa bahati mbaya. Yaani unaangalia namna ambavyo Yanga sasa inacheza, haikupata pre-season kikamilifu. Naamini Yanga haikupata pre-season kikamilifu, lakini kwa kiwango ambacho wameanza nacho msimu, maana yake unaona kabisa kuna Yanga ambayo inajaribu kutengenezwa na inakuja kuwa hatari huko mbeleni. Maeneo ya pembeni, namna ambavyo anashambulia, eneo la katikati, namna ambavyo anajijenga pale ambapo anakuwa na mpira, akiwa na mpira anachokuwa anakifanya. Tazama kwa hivi sasa kocha ameamua kumswitch Maxim pia Nzengeli na kumpa utawala wa eneo la katikati. Muda mwingi utamkuta yuko chini, yuko juu pale ambapo timu inapanda, lakini umuone akienda wadi sana, kwa sababu pia kwenye maeneo kuko wachezaji ambao wanafanya majukumu yao. Kwa hiyo nadhani kwangu mimi kwa asilimia kubwa sana utawapongeza Young Africans, aina ya usajili ambao waliofanya na kile ambacho wameanza nacho msimu, kwa asilimia kubwa sana wamefanikiwa. Zaidi utarudi pia kwenye eneo la namna ambavyo Yanga sasa anacheza eneo la ushambuliaji. Nadhani kwa vyote ambavyo Yanga anavifanya, wana kitu kimoja tu ambacho wanakikosa, kwa maana ya mchezaji kama Stefan Azikia ambaye amesajiliwa bado hajaanza kufanya kile ambacho anapaswa kukifanya kama mchezaji, lakini naamini kuna kitu kikubwa sana ambacho anakwenda kukiongeza, kwa sababu ndio magoli yanapatikana, Yanga anatengeneza nafasi ni kweli, lakini bado kuna ubunifu ambao unakosekana eneo la mwisho, na endapo Azizi atarudi kwenye kikosi, naamini anakwenda kuongeza kitu kikubwa. Naona kabisa kama Azizi ataingia kwenye kikosi, maana yake za kuane mara nyingi utamuona akianzia bench, ili kumfanya Maxim pia Nzengeli na Albert Kangwanda wacheze maeneo ya pembeni, and then namba 9 pale anaweza akawa Selemani Mwalimu kama Peter Sharulile. Kwa hiyo ndo Yanga ambayo najaribu kuifikiria huko mbeleni chini ya kocha mpya na aina ya machaguo ama wachezaji ambao yuko nao, naona kuna watali mkubwa sana ambao utakuja mbeleni. Kutokana na hicho ambacho tumekizungumza, Yanga Afrika wameonekana kudominate sana mchezo leo. Nafikiri Coastal Union walikuwa dhaifu katika eneo lipi na kushindwa wao kuchukua nafasi ama kupiga shot on target katika kipindi cha kwanza? Unaweza kuyatafuta makosa ya Coastal Union leo, lakini ukikumbuka ubora ambao Yanga yuko nao, unaweza ukakosa kuyaelezea madhaifu ya Coastal Union. Yanga namna ambavyo anacheza na kulazimisha kwanza yeye kufanya makosa. Anashambulia maeneo yote ya pembeni, lakini pia katikati mwa uwanja. Nadhani alichokuja nacho Coastal ni kuwa second choice mbele ya Young Africans, kwa maana kuwa chaguo la pili kwenye mpira. Wakati ambao Yanga anashambulia, mimi nitamsubiri and then nitatumia kwenye mipira ya counter attack kama kwenda kumwattack Young Africans. Lakini akajikuta kwenye mazingira yote akijaribu kumsubiria Young Africans, Yanga anakuja na anafanya kile ambacho anakihitaji. Lakini pale anapokuwa na mpira, maana yake haendi popote, kwa sababu pia Yanga wanakuwa tayari wamesharudi kwa uharaka. Mtazame Maxim pia Nzengeli, timu ikiwa inashambulia utamuona juu, akiwa Yanga anashambuliwa tayari kasharudi chini kuja kuongeza nguvu. Kwa hiyo Yanga inajengwa na uimara mkubwa sana. Kuna wachezaji watatu mimi naweza kusema ni watoto wa Yanga sasa, ama watoto wa Engineer El Saidi. Namzungumzia mtu kama Yao Kwasi Atula, lakini pia unamtaja hapo Maxim pia Nzengeli na Djigui Diarra. Hao wachezaji hawachezi tu kwa sababu wanalipwa mshahara, hawachezi tu kwa sababu ya taasisi ambayo wanaitumikia. Wanajaribu kutoa hata kile ambacho mchezaji wa kawaida anashindwa kutoa ama anapaswa kutoa. Wanacheza kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu pengine ni ukaribu ambao upo kwenye hiyo taasisi husika. Kama umemsikia Engineer Juskati hapa amesema kwamba sisi wachezaji wetu wanaanza kuwa wanachama kabla ya kuwa wachezaji. Kwa hiyo inawezekana hata hicho kitu pia kinachangia kwa fanya wachezaji wao wanajituma sana. Tazama namna ambavyo wachezaji wanamwaga jasho kwa asilimia kubwa sana, wanafanya kila kitu kwa usahihi. Pamoja na kuwa wameshinda, lakini bado madhaifu huwezi kuyazungumza, lakini aina ya timu pia ambayo ilikuwa wanacheza nayo pengine singeweza kuyatafsiri madhaifu ya Young Africans na tukaweza kuyaona. Lakini bado kilio changu ni kwenye eneo la mwisho. Yanga angekuwa na utulivu wa kutosha eneo la mwisho, basi Yanga leo alikuwa anaondoka na goli 5 au 6 tofauti na hapo. Lakini
hadi hivi sasa ukitazama dakika 90 zinatamatika, manake Yanga hapo magoli ambayo ameyapata leo pia sio kwa bahati mbaya, kutokana na ubora ambao amekuwa nao kwenye kutengeneza nafasi na kuweza kuyatumia. Kiwango cha Albert Kangwanda kwenye michezo hii miwili umekionaje? Kwanza nimpongeze kwa sababu sio kila mchezaji ambaye anaingia dirisha hilo husika and then mechi yake ya kwanza na ya pili anakupa unachokihitaji. Albert Kangwanda kathibitisha kwamba ni mchezaji wa level namna gani kuanzia mechi ya dabi ya Kariakoo. Kumbuke hana muda mrefu na timu, hajapata pre-season ya kutosha kuzoea mazingira ya taasisi ambayo anaitumikia kwa maana timu. Lakini kwa kile ambacho ameweza kukifanya, maana yake anakuonyesha kuwa yeye ni mchezaji wa level namna gani. Kwa hiyo mimi nadhani nimpongeze Albert Kangwanda kwa muda mchache ambao ameingia Young Africans, ameonyesha ile imani ambayo viongozi walifikiria na kuifanya kwenda kumchukua Albert Kangwanda. Shabalala amepata dakika chache na kufunga goli la kona. Unaweza kuzungumziaje kwa sababu competition ikawa imekuwa kubwa sana katika eneo la beki na matatu? Nadhani kama ni kocha, yani kama wewe ndo kocha ama Mangoba Mwiti, unajivunia kuona kila ambaye unampa nafasi anakwenda kukupa unachokihitaji. Unapozungumza kipindi cha kwanza kile ambacho alikuwa anakifanya Yao, lakini pia ambacho alikuwa anakifanya Shadrack Kiboka, maana yake ulikuwa unaona anafanya kila kitu chake kwa usahihi. Ni mchezaji ambaye anaweza akacheza, unaweza kumtumia kama winga, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukokota mpira kutoka eneo lake hadi eneo la mpinzani. Lakini anaingia pia Mohamed Hussein, maana yake unapata aina ya wachezaji wawili kwenye eneo moja. Kuna mchezaji ambaye ana experience ya kutosha, lakini kuna mchezaji ambaye ana ubora lakini ana uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo hapo sasa unahitaji kuchagua wewe kulingana na mechi ambavyo inakutaka. Ukihitaji mechi ambayo inahitaji experience ya mchezaji husika, maana yake una Mohamed Hussein. Ukihitaji mchezaji ambaye ana ubora wa kutosha kwenye kushambulia na kukupa unachokihitaji kwenye hilo eneo, yuko Shadrack Kiboka. Kwa hiyo ni wapongeze wachezaji wa Yanga kwa hivi sasa, unaona kila mchezaji ana uwezo wa kufunga. Maana yake hao wachezaji wasingekuwa wanafanya majukumu yao kwa usahihi, tungeanza kuanza kumuuliza why Peter Shalulile, why Albert Kangwanda ama Benzema. Hapa nilikuwa namtafuta jina lake silipati kidogo. Ni Benzema tunamuita, ana jina lake. Sasa tungeanza kurudi na kuuliza why amfungi, lakini kwa sababu magoli yanapatikana na sio hao tu, wengine wanaweza kufunga, maana yake unakosa cha kuuliza. Kwa hiyo kwa muda mchache ambao Mangoba Mwiti amekuja na namna ambavyo timu yake inacheza, unaweza ukasema kila kitu Yanga alikifanya kwa usahihi kwenye usajili. Eneo la technical bench, eneo la usajili ambao wameingia na kutoka, amefanya kwa usahihi kwa asilimia kubwa sana, endapo tunamjaji kwenye hiki kipindi. Ni mchezo wa pili sasa wa Young Africans na goalkeeper Djigui Diarra kikosa clean sheet. Unavyoangalia ni makosa yanatokana na nini? Kwanza aina ya goli ambalo Diarra amefungwa leo sio goli ambalo kwa level ya Diarra ulikuwa unatarajia kuliona likifungwa. Daraja la Diarra si daraja la kawaida, ameshatengeneza sehemu yake, kwa maana ameshajimegea sehemu yake. Kwa hiyo unapokuwa unamzungumza lazima mzungumze kwa ukubwa. Ni makosa ambayo yanatokea kwenye nyakati ambazo utarajii, na haya ndo aina ya magoli ama ndo aina ya makosa ambayo anafanya na wachezaji wakubwa ambao pia utarajii. Kuna magoli yanafungwa unaona kabisa hili goli halikupaswa kutokea, ama kuna makosa labda unakuta anafanya yule beki ambaye unamwamini sana, lakini inatokea tu anafanya mistake kama hiyo. Kwa hiyo nadhani Diarra anapaswa kuichukua kama homework kwenda kuboresha na kuangalia wapi ambapo amekuwa akikosea kwenye mechi mbili za mwanzo. Alipaswa kuwa na clean sheet zote mechi ambazo Yanga amecheza, naamini alipaswa kuwa na clean sheet kwa sababu ya kiwango kizuri ambacho amekuwa nacho. Kama una uwezo wa kufunga, maana yake lazima uwe na uwezo pia wa kuzuia. Kwa hiyo nadhani makosa ambayo kocha anaendelea kuyaona na kuendelea kuyarekebisha viwanja vya mazoezi. Shukrani sana. Asante.